mwiko, na kwa sababu kuna mengine ni mwiko, hawawezi kuyafanya. Biblia, walipochukuliwa wakapelekwa Babeli, wakati wamepelekwa Babeli, Biblia inasema ya kwamba mfalme akahitaji watu watakaotumika katika jumbe la kifalme. Yesu asifiwe sana. Maana yake wanaingizwa katika utawala mwingine, wametoka katika utawala wao. Wanapoingizwa katika utawala mwingine, kinachofanyika ni kwamba kwenye ule utawala kuna sheria, kuna miko. Na kumbuka, hao watu wametoka katika nchi nyingine, wana lugha ya kwao, wana elimu ya kwao. Kinachotakiwa sasa, ili waweze kuwa qualified kuingia katika system ya utawala ule, ni lazima waanze kubadilishwa. Yesu asifiwe sana. Ulivyofika Dar es Salaam, ulikuja Dar ukakuta kuna joto jingi kweli. Yesu asifiwe. Sasa ili uweze kuishi Dar, ni lazima uweze kubea situation ya Dar es Salaam. Ulipofika Dar, inawezekana kwenu hawachezi ngoma zile, sijui mnaita midundiko, sijui ngoma gani. Ulipofika ukazikuta, na wengine ukiziona wanacheza uchi, lakini kwa sababu umefika, lazima uweze kukopi yale mazingira, uweze kuishi kukipata unachokitaka. Sasa Biblia inasema wakachaguliwa watu, sio watu tu. Biblia inasema wakachaguliwa watu wenye hekima, watu wenye ufahamu, watu wenye weledi, watu wenye uelewa. Alafu mfalme akaagiza akasema, hawa inatakiwa wabadilishwe lugha, wabadilishwe namna ya elimu walioipata, waipate elimu ya Babeli. Sasa hapo ndipo mziki unapoanza. Biblia inasema walipochukuliwa wale watu, walipopelekwa kwenye vyuo vya Babeli kwenda kufundishwa utaratibu, kwenda kufundishwa elimu, kwenda kufundishwa lugha ya Kibabeli, ili waweze kuongea sawasawa na wenyeji, ili waweze kulingana sawasawa na mfumo wa serikali wa kipindi hicho na utawala wa wakati huo, ni lazima wabadilishwe. Biblia inasema wakachukuliwa wakapelekwa kwenye hicho chuo. Walipopelekwa kwenye hicho chuo, wakaanza kufundishwa lugha, wakaanza kufundishwa elimu ya Kibabeli. Biblia inasema ya kwamba lakini katika hao walikuwepo watu ambao walielewa maagano yao, walielewa asili ya kule walikotoka, walielewa chanzo ni vipi wapo, walimuelewa Mungu wao, walielewa maagano waliokuwa nayo. Biblia inasema mtu mmoja akaasimu kutoka ndani ya moyo wake, akasema pamoja na kwamba, hebu naomba nisetie hii isilie hivyo. Bwana asifiwe sana. Pamoja na kwamba wamepewa ofa ya kula chakula cha mfalme, Biblia inasema yeye akaasimu moyoni mwake, akasema sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, hata kama kutakuwa na namna yoyote, hata kama kutakuwa na namna ya chakula kizuri kiasi gani, lakini sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, kwa sababu mimi nimetoka kwetu, kuna namna nilivyokuwa nakula, kuna vyakula ambavyo siwezi nikavila katika nchi ya ugeni, kuna vitu siwezi nikavifanya katika nchi ya ugeni. Biblia inasema wakakubaliana wao, wakasema sisi hatutakula chakula hicho, bali tutakula mtama na maji, kwa sababu mtama na maji ndicho chakula halali cha kwao. Wakakubali kutembea humo. Alafu kukatokea na sintofahamu kati yao na msimamizi. Yule msimamizi akawaambia, hapana, naombeni mle, kwa sababu mfalme atakapokuja akiwakuta mmedhoofu, basi mtaniletea shida. Hawa watu waliamua kuwa waaminifu kwa Mungu. Jamani, Yesu asifiwe sana. Unapoamua kuwa mwaminifu kwa mtu, cha kwanza ni lazima umwamini yule ambaye unatakiwa kuwa mwaminifu kwake. Amen. Jamani, amina. Leo kuna mke na mume wameoana. Mwanaume anapoamua kuwa mwaminifu kwa mke wake, maana yake amemwamini huyu mtu ambaye anatakiwa aweke uaminifu kwake, na huyu ambaye ameaminiwa ni lazima utunza uaminifu, si ndio? Sasa Biblia inasema hawa watu walimwamini Mungu, wakasema hatutajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Alafu kazi ya Mungu ikabaki ni kutunza uaminifu alioaminiwa na watu.
Biblia inasema akasema sisi tupe, tutakula mtama na maji. Wakala mtama na maji, wakala huo mtama. Wengine wanakula vyakula vya mfalme, vimetoka ikulu, vimefanyiwa ibada, wanaenda wanakunywa divai, lakini hao wanakula mtama na maji. Biblia inasema ulipofika wakati hawa walioweka imani kwa Mungu, Mungu akatunza imani yao, wanakuja kukuta wao ni wanene, wana afya nzuri kuliko wengine wote, alafu wanachukuliwa, wanapandishwa, kuwekwa sehemu za juu kwenye zile nafasi. Alafu sasa kwa sababu my God, kumbuka kwamba wamewakuta wazaliwa. Pastor Hansi, umetoka ulikotoka, umekuja Dar es Salaam, umekuta watu wa Dar es Salaam wana asili yao, wana namna yanavyomiliki uchumi wao. Alafu wewe unaingia katika nchi ya watu, unaanza kumiliki uchumi, unaanza kumiliki maeneo, unaanza kumiliki nafasi fulani. Biblia inasema ya kwamba walipoona wale watu wanamiliki nafasi za juu, chuki ikaingia hapo. Maana wale watu walichagua kumwamini Bwana. Chuki ikaingia hapo. Kwa nini hawa wapate nafasi za juu? Kwa nini hao wapate kibali kwa mfalme? Hapo ndipo chuki zilipoingia. Biblia inaniambia ya kwanza kukainuka chokochoko. Hata makanisani hivi vitu vipo vinatokea. Mbona sisi tumekaa kanisani muda mrefu, imekuwaje mgeni ameingia kanisani, mara huyo amekuwa mchungaji msaidizi, mara huyo amekuwa mtu fulani, alafu mimi nipo kanisani miaka na miaka, mimi ndio nilianza huduma na mchungaji, alafu sionekani. Hapo ndipo chanzo kilipoanzia cha tatizo. Biblia inasema ya kwamba wakaanza wakawatengenezea namna ya kuwatenganisha na Mungu wao. Unajua walichokuwa wamekilinda, walikuwa wanalinda mahusiano na Mungu wao. Walichokuwa wanakilinda, walikuwa wanalinda uhusiano wao na Mungu usitenganishwe, kwa sababu kula chakula cha mfalme na kujifunza elimu ya Babeli kulikuwa kunawatenganisha na Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakaona namna gani wawatenganishe hao, wakawatafutia chokochoko, wakakuta hapana, hapo kila sehemu wanakuta wapo. Wakasema hawa pa kuwapata, tuwapate kwa Mungu wao, tuwaguse kwa Mungu wao, maana si Mungu ndiye anayewasababisha hivi. Wakaamua kutengenezewa zengwe, wakajua Mungu. Unajua Biblia inasema kitabu cha Daniel kimeandikwa baadaye sana, baada ya kitabu cha Mwanzo na Kutoka, zile Pentateuch zikishakuwa zimeshaandikwa, si ndio? Kwa hiyo hao watu walijua kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu, si ndio? Na kuabudu Mungu mwingine tofauti na Mungu aliye hai ni kosa. Kwa walichoamua kukifanya, wakaingia kwa Mungu wa Danieli, wakaamua kwa Mungu, kuingia kwa Mungu akina Shadraka na Meshaki na Abednego, ili wamchokonee. Wakasema sasa, mfalme, tunaomba utunge amri, tengeneza sanamu, hiyo sanamu iabudiwe, itakaposikika sauti ya ngoma, filimbi na zeze na zomari, watu waanguke. Walijua kabisa. Alafu wakaweka na sheria, wakagongomelea. Anasema kama ilivyo kawaida ya Wahamedi na Waajemi, sheria huwa hazibadiliki. Kwa yeyote atakayeenda kinyume na sheria lazima afe. Listen to me you people. Biblia inasema ya kwamba walipogusa kwa habari ya Mungu wao, walipotangaza ile habari, kumbuka nazungumzia kuwa mwaminifu hata kufa. Walipozungumzia habari ya Mungu wao, walipozungumzia habari ya kuchokonolewa kwa Mungu wao, hao watu wakasema no, haiwezekani, maana sheria imewekwa kwa yeyote ambaye atashindwa kuisujudia sanamu lazima atakufa. Na kumbuka wale wapo kwenye nini? Kwenye system ya serikali. Ni sawa na wewe leo umewekwa kwenye system ya Mama Samia. Umewekwa kwenye system ya Mama Samia mwanangu, alafu unaambiwa ufanye. Usipofanya kuna kitu kitakutokea, alafu muda huo kuna marupurupu unayapata mengi, alafu unaambiwa ufanye kitu fulani. Usipokifanya utapoteza kazi na maisha yako. Hawa watu wakaangalia. Unajua akili yangu inaniambia ya kwamba walipokaa wakatafakari kati ya uzuri amri iliyotolewa na mfalme, je, wamsikilize Mungu au wawasikilize wao? Ndipo linanijia lile neno alilolizungumza Petro na Yohana. Wakasema, je, ni vyema kwenu kuwasikiliza ninyi
au kumsikiliza Mungu aliye hai? Wakasema no, pamoja na amri iliyotolewa sisi tutamsikiliza Bwana, tutakuwa waaminifu kwa Bwana. Biblia inasema ilipopigwa filimbi ya panda na zeze, wengine wakasujudu chini ya miungu, lakini wanaume waliojua asili zao, wanaume waliojua maisha yao, wanaume waliomjua Mungu wao, wanaume waliojua kule walikotoka, wakasema never, haitokaa kutokea. Hata kama mazingira yako hivi, lakini haitatokea sisi kusujudu. Ndipo tunaanza kuona sasa mtiririko unaanzia hapo. Yesu asifiwe sana. Jamani, tunaelewana watu wa Baba? Tunaelewana? Tunazungumza uaminifu hata kufa. Haleluya. Ukizungumza uaminifu, kila mtu ni mwaminifu kwa sehemu yake. Lakini hapa ninazungumzia uaminifu kwa Mungu hata kufa. Bwana asifiwe sana. Sitaki kuzungumza habari ya mafunguzi. Bwana asifiwe sana. No, sitaki kuzungumzia hayo habari ya mafungu na nini, sijui mafungu ya 10, sijui sadaka. No. Hapana, mtasema mchungaji anapiga debe mafungu yajae kanisani. No, sipo huko. Nazungumza personal relationship with God. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema kwamba wakapelekwa sasa kwa mfalme. Kumbuka hawa watu wametengeneza zongo. Ndio maana hata leo kanisani msione kuna vita vinatokea. Kuna mtu yupo hajawahi fanya kosa, lakini kuna mashitaka dhidi yake. Kuna mashtaka juu yake yametokea. Wengine wanasema hili, wengine wanasema lile. Listen to me. Kinachotafutwa watumishi wa Mungu, tuko hapa tuelewe. Kinachotafutwa hautafutwi wewe. Kinachotafutwa anatafutwa Mungu wako. Maana si kila mmoja huyu jirani yako uliye naye hapo, sio kwamba anafurahia vile ulivyo. Hicho kiti ulichokikalia, hiyo huduma unayoifanya, sio kwamba anafurahia. Sikiliza, wengine wamekuzidi kila kitu, pesa wamekuzidi, maisha mazuri wamekuzidi, ila bado wanapigana na wewe. Unafikiri wanapigana na wewe kwa nini? Wanapigana na wewe na kesho yako. Hatima iliyoko ndani yako ndio wanayopigana nayo. Unajua shetani hapigani na mimi wa leo. Shetani hanipigani na mimi wa leo kwa sababu leo niko hivi. Listen to me. Shetani anapigana na mimi wa kesho, maana ananijua mimi wa kesho ni nani. Shetani anapigana na wewe wa kesho, maana anakujua wewe wa kesho ni nani. Ndivyo ilivyokuwa kwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Alikuwa anapigana na wakina Meshaki wa kesho, sio wakati ule, maana walikuwa wanaielewa spidi wanayoenda nayo ni 540. Wakikuona mtumishi wa Mungu na kuja kanisani muda wote, wewe ni kutokota tu mbele za Mungu. Wewe ni kutokota tu, unatokota, umejaa moto, unatokota. Wanakuangalia, yeye hata kufunga hafungi, alafu wanasema mchungaji anapendelea. Nataka nikwambie, kinachotafutwa ndani yako kinatafutwa ile kesho yako, sio wewe. Usilalamike kwamba nina vita mimi. Wakawaita wale watu. Walipowaita wale watu, Biblia inasema ya kwamba, kumbuka kwamba mfalme alikuwa ameshatia muhuri. Mnaisikia sheria ya Wamedi na Wajemi Neno halifanyi nini? Halibadiliki. Yaani hata iweje neno halibadiliki. Neno haliwezi kubadilika. Sasa wale watu wakapelekwa kisimbani. Wale watu wakapelekwa kwa mfalme. Wakachochewa. Wakasema, sasa mfalme, hawa watu umewapa mamlaka, hawa watu umewapa madaraka, umewapa wasimamie sheria. Sikiliza, lengo unapokuwa chini yao, maana yake wewe unatakiwa kuimplementi maono utakayoambiwa. Wewe ni kutii order, si ndio? Unapokuwa chini ya wewe ni kutii nini? Order, sheria. Sasa unatakiwa utii sheria ya aliye juu yako. Sasa mfalme yupo juu ya vyote, katoa oda ya kuabudu sanamu. Hawa watu wapo chini ya sheria ya mfalme. Alafu kumbuka, sio nchi yao, wapo nchi ya ugeni. Jamani, haleluya. Wapo nchi ya ugeni hawa, nchi ambayo hawana msaidizi, hawana msaada. Inawezekana hata wewe kuna mahali upo hauna msaada. Hata leo ukipata matatizo hauna sehemu ya kukimbilia. Hata leo ukitaka kudhulumiwa kitu, hauna mtu atakayeenda kusimama mahakamani kwa ajili yako. Hauna hata mmoja.
uko wewe peke yako. Ndivyo walivyokuwa hawa watu, walikuwa wao tu katika ile nchi, hawana ndugu, na sijaona kama walikuwa wameoa, sijui, mimi sielewi, sijasoma, lakini ninachojua walikuwa peke yao. Biblia inasema kwamba wakaletwa. Biblia inasema kwamba mfalme Nebukadneza akaamuru, akasema, kwa kuwa mmetangua neno la mfalme, lazima niwachukue, niwapeleke, niwatupe kwenye lile tanuru la moto. Wakachukuliwa, wakatupwa kwenye lile tanuru la moto. Hapa ndipo ninapopapenda. Mfalme anatoa onyo kabla wale watu hawajatupwa kwenye lile tanuru. Wanasema, je, ni kwa makusudi hamjaamua kuiabudu sanamu? Wale watu wanasema, hapana, sio kwa makusudi. Kuna mtu mmoja shetani anamuuliza, je, ni kwa makusudi umeamua kuacha ulevi? Ni kwa makusudi umeamua kuacha uzinzi? Ni kwa makusudi umeamua kuacha michepuko? Natamani kuona mtu mmoja aliyemwamini Bwana, aliyejitoa maisha yake kwa Bwana, anasema, hapana, sio kwa makusudi. Ni kwa sababu ninamjua na ninayemtumikia. Ni kwa sababu ninamuelewa ninayemtumikia. Wale watu wakasema, hapana, sio kwa makusudi. Mfalme akawaambia, akasema, ninatoa nafasi ya mwisho. Kama adui shetani anavyotoa nafasi za mwisho kwako, wanajipitisha, zinakuja opportunity za kukosa, za kumkosea Mungu, zinakuja nyingi. Nayo ndivyo ikatokea, akawapa nafasi ya mwisho. Akasema, nitawapa nafasi ya mwisho. Mtakaposikia filimbi, sauti ya ngoma na zeze, muanguke muisujudu sanamu. Wakasema, hapana, hatutaweza. Lile jambo Biblia inasema likamghadhibisha mfalme, likamghadhibisha sana, likaibadilisha sura ya mfalme, likaubadilisha moyo wa mfalme. Alafu mfalme akatoa amri, akasema, hili tanuri lichochewe mara 7. Unajua kuna hali fulani unaipitia ulipoamua kumpokea Yesu, ukamkataa shetani, ukaacha mambo yake yote, ukaamua kuambatana na Bwana. Kule kuzimu kukawa na msiba, kukawa na vilio, kukawa na kilio, kwa sababu wamepoteza mshirika. Biblia inasema wakachochewa lile tanuri mara 7. Kama vile kuna hali unaipitia katika maisha yako, hata kabla hujaokoka ukuwahi kupitia ugumu unaopitia. Kabla hujaokoka hujawahi pitia mazingira magumu unayopitia leo, lakini baada ya kuokoka kuna mazingira unayopitia hadi unasema Mungu hayupo. Nataka nikwambie, shetani ni mkorofi, na yeye ni mkorofi siku zote. Wale watu wakasema, mfalme, ni kweli mbele yao wanaona kifo, ni kweli mbele yao wanaona mateso, ni kweli mbele yao wanaliona tanuru, ni kweli mbele yao wanaona kupona hakupo. Maana angelikuwepo ndugu, angelisimama, angelisema, hapana mfalme, huyu ni mjomba wangu. Angelisema, hapana mfalme, huyu ni mtoto wa kaka yangu, naomba uwe na huruma juu yake. Lakini ilipotokea lile jambo, hakuna aliyesimama. Wote wakashangilia, adui zao wakashangilia, waliosimama wakashangilia, na wengine wakaanza kujipa vyeo kwamba Shadraka na Meshaki wakifa, mimi nitachukua kile cheo, mimi nitakaa kwenye ile nafasi. Wakati huo unapita kwenye hiyo changamoto, adui anafikiria huyu akiacha wokovu kuna nafasi itakaliwa. Ngoja nikwambie, kuna mahali lazima uelewe ya kwamba unatakiwa kusimama kwenye nafasi yako. Haijalishi itakuwaje, haijalishi mazingira yatakusapoti au mazingira hayatakusapoti, haijalishi mwana praise mwenzako atakusema kwa ubaya au hatakusema kwa ubaya, haijalishi mshirika mwenzio atakuirushia mambo mabaya au la, lakini unatakiwa kusimama katika nafasi yako. Hebu sema mimi kama unanielewa. Biblia inasema wale watu wakachochewa lile tanuru mara 7. Na ndio maana kuna hali una experience katika maisha yako hujawahi kuiona ever katika maisha yako, hadi unafikiri kwamba yani hapa mbona kama nimeokoka ndo nimeongeza matatizo. Yani unawezekana unajuta kimoyomoyo, lakini sisi hatuko. Unajua kuna majuto mengine ni ya moyoni tu. Unasema, mbona kabla sijaokoka nilikuwa navaa vizuri, kabla sijaokoka mbona nilikuwa naishi vizuri. Nataka nikwambie, Mungu hajawahi muacha mtoto wake hata siku moja. Lile tanuri lilivyochochewa mara 7, wakachukuliwa watu, wakafungwa.
Biblia inasema wakafungwa pamoja na suruali zao, pamoja na kanzu zao, wakafungwa, alafu wakatupiwa kwenye tanuru la moto wakiwa wamefunga, tanuru lililochochewa mara 7, wakatupiwa mle. Pamoja na kwamba wametupiwa mle, Biblia inasema ya kwamba walimwambia mfalme, mfalme, tunatambua ya kwamba Mungu tunayemwabudu atatuokoa, lakini bado hata kama hatatuokoa, bado haitatubadilisha sisi. Hata kama haitatuokoa, bado haitambadilisha Mungu kwa Mungu. Hapa ndipo pananifurahisha. Nipite kwenye wakati mgumu, nipite kwenye wakati wa raha, niwe nacho au nisiwe nacho, ninachoelewa Mungu hatabadilika, ninachoelewa Mungu atabaki kwa Mungu. Na ndio maana asubuhi ya leo nataka nikwambie, hali yoyote unayoipitia, uwe unapita kwenye hali nzuri, uwe unapita kwenye hali mbaya, bado isikubadilishe kwa mwaminifu kwa Mungu. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja ananifurahisha, anasema nimejifunza kusiliwa, nimejifunza kukataliwa, kushiba na kuona njaa, lakini katika yote bado namjua Mungu ni Mungu. Kama nitashana, hata kama sitavaa vizuri, hata kama nitakuwa nilivyo, lakini bado namjua Bwana, yeye ni Mungu tu. Nataka nikwambie, Mungu hatobadilishwa na chochote, hatobadilishwa na hali yako, hatobadilishwa na ugumu unaopitia. Anachotamani ni wewe kuwa mwaminifu katika hayo magumu yako. Ndipo tulimwona Bwana. Kuna mahali Daudi anasema, katika yale magumu yaliyowaumiza wengine, yaliyowakatisha tamaa wengine, yaliyowavunja moyo wengine, wakasema hatutaendelea, katika yale ndipo tulimwona Bwana, ndipo tulimwona Bwana. Natamani mtu mmoja ambaye hata ikipita hali ngumu, wakati mgumu, nyakati za shida, unalia, umelala njaa, hauna pesa. Unajua sio siku zote mambo yetu yanakuwa sawa. Kuna wakati unapungukiwa, hata kiroho unakuwa mkame kabisa, lakini katika yote simama kwa uaminifu mbele za Bwana. Kuwa mwaminifu hatakufa. Hao walikuwa waaminifu hatakufa. Mbele yao wanaona kifo, yani wanaliona tanuru la moto lile pale, lakini bado wanasema tunajua Mungu atatuokoa, na hata kama hatatuokoa bado hatutamwacha. Sikiliza, wanatupiwa mle ndani. Wanapotupiwa ndani, Biblia inaniambia ya kwamba mambo mara yakabadilika. Watesi wanaanza kushangaa, vitu vinavyobadilika vinaenda vice versa. Hiyo ndio hesabu ya mbinguni, vitu vinaenda vice versa. Mungu anavibadilisha. Wametupa watu 4 tena wakiwa wamefungwa, tena wakiwa wamefungwa. Biblia inaniambia kwamba wanaingia kwenye lile tanuru, mara wanawaangalia, wanakuta watu wamefunguliwa, alafu wanatembea mle, wanatembea mle, wanatembea mle. Na mimi nataka nikwambie, wanapokutupia magonjwa, wanapokutumia ule hali ngumu ya uchumi, wanapofikiri utaanguka, wanaona unaogelea, yale matatizo yanakuinua, yanakuhamisha kiwango kimoja cha imani, yanakupeleka sehemu nyingine. Hebu sema fire! Yakatasaka. Kitu nilichojifunza, nimejifunza kwenye maisha. Mimi nawaambiaga wanangu pale kanisani, ninawaambiaga hivi, ukiona vita haiji, hebu iombe vita ije. Unajua kwa nini tunahitaji vita? Vita inatuimarisha. Vita inatutoa dimension moja ya kiroho kupeleka dimension nyingine. Yani wewe ukikuta kila siku kwako ni Jumapili, kila siku kwako ni asubuhi, alafu unafurahi unasema mimi kwa kweli Bwana amenikumbuka. Ngoja nikwambie, kiroho uko pale pale. Kiroho hauwezi ukakua. Bwana asifiwe sana. Unapopigana vita inakufanya kukua, kuhama, kuwa imara. Sasa umejifunza skills za vita, alafu au pigani, utajulia wapi? Tungekuwa tunasoma tu material darasani, hatuyafanyii mtihani, sidhani kama kungetokea chochote. Jamani, amen. Alafu Bwana anawashangaza wale watu waliokaa wanasubiri anguko lako, wanaokaa wanasubiri anguko lako.
lile anguko la uchumi wako wanalisubiri kwa hamu, maana wamekusukia sukia matatizo, wamekusukia sukia visisababu, alafu wanalisubiri anguko lako. Alafu Bwana yuko pale, yeye anakuangalia, yeye anauangalia uaminifu wa moyo wako. Bwana anamwambia shetani, anasema umenionea yule Ayubu? Anasema ndio, ni kwa sababu umemzingira. Bwana anasema ninajivunia yeye ninajivunia. Kuna wakati Bwana anajivunia sisi, lakini hatuelewe. Biblia inasema wakati wamekaa wanasubiri kuteketewa, wakaona yale matatizo badala ya kuwa hatari yamegeuka kuwa perfume. Baada ya kukuchafua, yale mavi waliokupaka wanaona yanageuka yanakuwa perfume mbele za Mungu, yanakuwa manukato, vitu vinapanda. Wanapofikiri utaanguka, wanakuta unainuka. Wanapofikiri utalala, wanakuta unainuka. Ninachotamani leo, natamani uelewe ya kwamba kuna namna Bwana anahitaji kwako. Kuna vile Mungu anahitaji kukufusa. Wanapokuwa wamekaa wanasubiri anguko lako, wanasubiri ulale, Bwana anakupaka mafuta mabichi. Unajua mafuta mabichi wewe? Eti mzee Mruma, unafahamu mafuta mabichi wewe? Mimi sizungumzi mafuta ya matapeli hapa. Mimi sizungumzi mafuta ya matapeli. Biblia inasemaje kuhusu mafuta? Biblia inasema ya kwamba mafuta ya Roho Mtakatifu yatakapokuchilia yanaachilia kibali. Hayo ndio ninayoyazungumzia. Wow, yeko shata manda saka. Hayo ndio ninayoyazungumzia hayo. Mafuta ya Roho Mtakatifu. Achana na matapeli. Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Mungu we. Unajua kuna watu kiasili walikuwa ni waganga wa kienyeji. Sawa Kuna watu kiasili walikuwa ni waganga wa kienyeji. Sasa wakaona kule hawapati nini? Hawapati wateja. Yaani sikiliza, ule ni uganga wa kienyeji ambao umekuwa advanced. I understand Yaani ni uganga wa kienyeji uliokuwa advanced. Juzi nilikuwa naangalia clip moja. Wakenya wakasema, we have met before. Yes sir. Yaani anataka kuprophesy kitu ambacho yule mtu si cha kweli. Yesu asifiwe sana. Lakini ninachokizungumzia hapa, ninazungumzia mafuta ya Yesu Kristo, mafuta ya Roho Mtakatifu, sio mafuta ya upako, sio maji ya baraka, no. Ninazungumzia mafuta ambayo ukipakwa hayataisha. Biblia inasema huyo Roho atakuwa na ninyi milele. Kwa lugha nyingine, hicho kibali kitakuwa na ninyi milele. Mafuta ukipewa kwenye haya chupa utayatumia, yataisha. Maji ukipewa kwenye hii chupa utayatumia, yataisha. Lakini Roho akiwa ndani, nakwambia Roho akiwa ndani hapa, vitu vyote vinabadilika, mambo yanabadilika. Huyo ndiye Roho tunayemhitaji, na huyo ndiye anayetushindia wakati wa magumu, anatushindia wakati wa majaribu. Tunapopita kwenye hali ngumu, mwanangu, anatushindia, anatupa uwezo wa kupenya. Jumapili nikawa naambia watu kanisani, nikasema hivi unafikiri, ngoja nikwambie, kuna hekima Mungu akawa ananifundisha wakati ninasoma neno moja. In the beginning God, my God, Father, my Holy Spirit. In the beginning God. Unajua anaposema in the beginning God created the world. Anaposema in the beginning God, hapo mwanzo Mungu alifanya nini? Nikajifunza, oh my God. In the beginning of my economic, there be what? God. In the beginning of my engagement should be God. Mwanzo wa mahusiano yangu lazima awepo Mungu. Mwanzo wa mahusiano yako lazima awepo Mungu. Mwanzo wa ndoa yako lazima awepo Mungu. Alafu Biblia inasema kwamba Mungu, sikiliza, Mungu alipokuwa anaumba vitu, ninazungumzia mafuta waliopakwa wale watu. Oh yo. Wewe kiala nunu fijo wewe. Wow. Hallelujah. Yale mafuta, Biblia inasema wakati Mungu anaumba, Roho Mtakatifu alikuwepo. Lakini hatuoni mahali popote tunasema kwamba Roho alikuwa anahusika. Biblia inasema Roho alikuwa ametulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Roho alikuwa ametulia juu ya nini? Kuna wakati kuna watu wamejazwa Roho, lakini Roho ametulia juu ya uso wa nini? Juu ya uso wa maji, hadi Roho apewe nafasi ya kutenda. Biblia inasema Roho wa Bwana
alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Wakati wa Roho ametulia, kuna vitu vinatakiwa vitokee, lakini yeye ametulia juu ya uso wa maji. Kuna uumbaji unatakiwa utendeke. Miujiza yote inayofanyika inafanywa na Roho Mtakatifu. Kila kinachotendeka, kazi ya kufanya miujiza inafanywa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akizima ndani yako, hakuna kinachotokea. Yaani bila Roho Mtakatifu siwezi kumtamkia mtu neno la uzima akapona. No. Ngoja nikwambie, unajua mimi ninachoamini, mbinguni kuna kiti cha enzi hiki kimoja. Biblia inasema Mungu akaziumba mbingu na Mungu akasema iwe kile kilichokuwa kinatamkwa ni nini? Ni neno, si ndio? Nenda kwenye kitabu cha Yohana 1 mstari wa 1. Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa na nini? Naye neno alikuwa, naye Mungu alikuwa ni nani? Ni neno, si ndio? Hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye Mungu alikuwa ni nini? Ni neno. Kilichokuwa kinatamkwa wakati wa uumbaji ni nini? Ni neno. Kwa kilichokuwa kinaumba ni nini? Ni neno. Alafu huyu neno ambao Bwana alikuwa anamtamka, Biblia inasema ya kwamba hakuna chochote kilichofanyika pasipo huyo neno. Kwa Yesu alikuwa, Mungu alikuwa anasema iwe. Yesu anafanya kazi ya kufanya vitu vinakuwa. Unaelewa? Hii sayansi haieleweki kwenye vidude vya kwenye machupa chupa hii. This is the doctrine. Watu hawaelewi. Hii sayansi inaeleweka kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa inatokea kwamba Bwana ametulia. Roho ametulia. Vitu vinatakiwa vitokee. Unajua matokeo yake Roho akitulia, tunaongoza msururu kwenda kwenye yale mafuta, tunaenda kule. Sikiliza, wengine ni warokole tunawajua baba, wanaenda kisirisiri. Kuna wengine tupo nao humu si wa kwetu. Ukianza kuzungumzia hizi habari na kuambia mnapishana. Yaani wana compromise. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu anapewa nafasi, anaruhusiwa. Lazima umpe nafasi ya kutumika. Lazima umpe nafasi ya kuperform wonders. Biblia inasema ya kwamba wakatulia. Walipotupiwa mle ndani, Biblia inasema akatokea mtu wa nne katikati yao. Alafu yule mtu wa nne, yule aliyekuwa amekusudia kuwateketeza, akabaki anashangaa. Anasema mbona tumetupa watu watatu? Huyu wa nne ametoka wapi? Alafu tena huyu wa nne huyu, mbona sio mtu wa kawaida? Mbona huyu wa nne si mtu wa kawaida? Anasema ni mfano wa miungu. Alafu Mungu aliyetu anasema mtu wa nne alikuwepo mle. Alafu yule Bwana alikuwa amini kinachotendeka. Kumbuka ule moto, watu waliposogelea tu wao waliunguzwa wakafa. Alafu ndani yake kuna watu walioamini kwa uaminifu kwa Mungu, wanatembea kwenye yale lakini hawafi. Nataka nikwambie, kwenye ajali ile ambayo wengine wanakufa, sisi tunaishi. Kwenye matatizo yale ambayo yanawarudisha wengine nyuma, sisi tunaishi. Kwenye hali ile ngumu, wakati wengine wanasema hakuna uchumi, sisi tunaona mambo, sisi tunaona vitu. Kwa nini? Kwa sababu aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko yote. Yeye ni mtawala. Is the king of the universe. Is the king of glory. Wakati wanatutarajia maanguko yetu, najua adui anavyofanya. Anakaa. Yaani tuna watu ni mashetani makanisani na duniani. Wanakaa, yaani wamekusukia limchongo fulani. Sawa? Wamekusukia limchongo fulani. Wanasubiri uingie kwenye 18. Baba yangu mlezi anapenda kusema namba 6. Aingie kwenye 6 zako. Alafu akishaingia wanasubiri kishindo chako. Wanajetana kishindo chake kitakuwa kikubwa hiki. Wanakaa wanasubiria kishindo chako. Wanasubiri kishindo chako. Maana wanaelewa mtego huu achomoi. Wanaelewa mtego huu achomoi. Maana wanapofikiri kwamba kishindo chako kinaenda kutokea, Biblia inasema Bwana anawashangaza kwa tetemeko kubwa la mafanikio yako, la kuinuliwa kwako, la kusimama kwako. Lakini acha kushangilia. Unashangilia alafu uaminifu kwako haupo. Wewe ni kanzizi kakutupwa. Unashangilia uaminifu kwa Mungu haupo. Hivi vitu vinatokea kwa waaminifu. Hebu kama wewe ni mwaminifu wa Bwana, mshangilie Bwana. Sakayata masakaya.
moja nilikuwa nahubiri sehemu fulani, nikiwasema wazinzi, kuna kadada akamoja alikuwa sema, siku 2-3 nikashangaa kana mimba. Sasa unaanza kujiuliza Yesu asifiwe sana. Unaanza kujiuliza hiki ni nini? Unajua kuna watu tunao makanisani, unapohubiri kitu fulani wanakuwa kama neno limewaingia, kumbe limewaumiza. Hili ni la kwangu, hili ni la kwangu. Sasa ili ajiondoe ile hatia, anasema, nakwambia by any means, Roho Mtakatifu hadanganywi, kuwa mwaminifu hata kufa. Hawa watu wanaona kifo mbele yao, hawa watu wanaona kifo mbele yao, lakini wanasema hapana, Bwana tutamtuminia, akituokoa sawa, asipotuokoa sawa. Kuna kijana mmoja aliyejaa moto, Bwana anamuhitaji, anasema sawa, mbele yangu ninaona nafasi ya uzinzi, ninaona nafasi ya kutembea na kale kama mwanamke, lakini vyovyote itakavyokuwa, Bwana anajua atanipa mke mzuri, hata kama hatanipa yote, kwake ni amina. Kuna kadada kamoja kanapata nafasi ya kutembea na profesa mmoja, kawapo chuoni, kawapo nyumbani, kanasema no, nimekubali kumbeba Yesu, nitatembea na Yesu popote nilipo na Yesu, nikifaulu sawa, nisipofaulu sawa, ninachojua Yesu yupo na mimi. Anajua kabisa huyu mwanaume ana pesa, anataka nilale naye. Kuna dada mmoja aliyejaa moto, anasema mimi nitamtumainia Bwana, nikipata sawa, nikimpata tajiri sawa. Sepeke, Mungu akubariki. Nikimpata mwenye pesa, nisipompata mwenye pesa sawa, lakini nitajitunza, ninamwamini Bwana. Sikiliza, hata kama ukujitunza kabla hujaokoka, unapokuwa umeokoka unakuwa ni bwana, ni bibi harusi, unakuwa ni bikira wa Yesu. Ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Kuna tudada twingine tupo makanisani, ngoja nikwambie, hata hebu tulia kwanza. Kuna wadada wengine na wababa wapo makanisani, mara ya kwanza wameanguka kwenye uzinzi, wamezaa umo, wao wakasema bahati mbaya. Mara ya pili tena, mara ya tatu tena, fire moto. Nakwambia kuna kitu hakijakaa sawa kwako. Hata kama utanena kwa lugha, lazima urudi kwa mzee wa siku, usemezane na mzee wa siku. Nakwambia vitu ili vitokee, vitu havitokei kwa kuzungumza. Tunaposema uaminifu ni kumwakisi Kristo. Nalifurahia neno moja kwenye kitabu cha Luka. Luka anasema hivi, itanifaidia nini hata nikiupata ufalme wote huu? Bwana asifiwe sana. Alafu nikaukosa uzima wa milele. Mimi kila siku ninawaambiaga kanisani, na wengine walijionea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja dada mmoja pale kanisani, ana hela zake nini hela ipo, na muda huo nipo kwenye wakati mgumu sana, ada ya chuo sina, hela sina, alafu nipo tu nimepigwa na maisha. Kuna wakati Mungu anatufundisha vitu. Yule dada akaja kwanza, akatuchapa na mchango mrefu pale. Ninaangaliaga kuna kimeme fulani mtandaoni kinasema mimi ni Gabriel, sijaoa, nitatoa milioni 10. Alafu naona wadada wamegeuka hivi, tumuone huyu Gabriel mwenyewe. Alafu yule dada akaja akatuchapa na mchango kwanza, nikasema yes, hapa nimepata mshirika. Lakini baadaye akaniambia, unajua ile kanisa ile naliona mbali, wewe mchungaji hujaoa, natakiwa uoe sasa. Sasa unajua tufanyeje? Nikasema ndo, mimi namjua Bwana, ninajua Mungu atanipa mke mzuri, hata kama ana pesa au hatakuwa na pesa. Mungu akanipa mwanamke mmoja, ni matata, mtamuona siku moja, ni chombo. Ninatambua tutakuwa na hela nyingi sana. Nakwambia hata huyo anayekuchia masikini, wewe muamini, Bwana atakupa mtu mmoja ambaye ukitembea, unajua
Maisha sio pesa, maisha ni amani ya Kristo. Mtu atakaye kufanya kwetu Bwana. Dada zangu, kuweni waaminifu mpaka kufa. Kaka zangu, kuweni waaminifu mpaka kufa. Tunapokuwa kwa Bwana tunakuwa waaminifu mpaka kufa. Haijalishi vitu ni vigumu, haijalishi mazingira ya kutenda dhambi yanatusupport. Bwana, sisi mazingira yanatusupport, lakini tumechagua kutokufanya dhambi. Pastor Hansi, si unakutanaga navyo hivi vidada hivi vinakujia kanisani bilizini, kinalia utafikiri kinatoba. Mnacheka vizuri, vinafurahisha hivi. Waone kule vinafurahisha hivi na hivi ndo vinasababisha mambo hayatokei. Kanisa mnakesha, mnafunga na kuomba, kuna vizizi kanisani usiku vinatoroka sikiliza, Mungu hauwezi ukamficha jambo lolote. Mungu wangu ana uwezo wa kukumbua wewe mchana kweupe. Umevaa na hilo kanzu, ukianza kuimba hapa rama shaka yanda kazinzi katupu, nakwambia Mungu hafichiki. Wale watu wakatupwa kwenye lile tanuri, alafu wakasema mbona huyu ni mfano wa miungu. Wakasema hebu, unajua alichokifanya? Wakaenda kushuhudia kwamba je, ni kweli. Biblia inasema mfalme akaenda kuchungulia, alafu alikaa mbali maana alijua huu moto si wa kawaida. Akakaa mbali akaita, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, tokeni. Akaona wanaume wanatoka wanatembea. Ndivyo watakavyoona ukiwa unatoka baada ya kuutunza uaminifu. Ndivyo watakavyoona unatoka kwenye lile shimo walilokuchimbia. Wanaona unatembea kibosi, wanakuita, wanaona unatembea. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Alafu mara pale Biblia inasema alipoona wale watu wametoka, Bwana, unajua nimekwambia Bwana haachi matatizo ya kuchi yetu. Bwana anachokifanya na makusudi. Alipoona wale watu wametoka, sikiliza Bwana. Hii ndio habari njema inayonifurahisha. Unajua mimi nafurahi sana kama Bwana anajivunia mimi. Yaani kupitia mimi utukufu wake, yeye apate utukufu. Nafurahi sana. Na ndio maana imekuwa ni ombi langu kwamba Bwana, hata nikihubiri vizuri, nikifanya vizuri, naomba utukufu huu nisichukue mimi, uwe ni wa kwako tu. Mimi nimeitwa kukutukuza. Wale watu wakatoka. Mfalme Nebukadneza yeye akasalimu amri, akasema hapana wanangu, hapa mmenishinda. Ile amri akaitoa, akasema katika nchi yangu asiwepo Mungu mwingine atakayeabudiwa isipokuwa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Unajua kwa nini alisema vile? Anasema kwa sababu anaweza kuokoa, kwa sababu anatunza maagano, kwa sababu Mungu wake na hawa watu ni mwaminifu sana. Kuna watu fulani natamani Mungu awatumie kwa viwango vya hali ya juu. Yaani Mungu ajivunie wewe. Hebu muulize jirani yako wanakusemaje mtaani kwako. Kuna watu hapa Pastor Hansi ukiwaambia twendeni tukahubiri, wanaanza kuja nyuma. Tena ikitokea unaenda kuhubiri nao ngoja nikwambie, oh my God, Yesu ananikumbusha kitu kimoja. Bwana ananiambia hivi, wale watu walipotoka kule kuliko kuwa na asili yao, hawakubadilishwa na asili, hawakubadilishwa na utamaduni. Ngoja nikwambie nyie watu, si mnatuvalia suruali nyie, si mnatuvalia nyie, alafu mnasema utandawazi, alafu mnasema Mungu haangalii ndani, haangalii nje, anaangalia ndani. Upumbavu acheni nyie watu wa Mungu. Ngoja nikwambie. Hebu naomba kwa moyo mzuri sana unayevaa suruali nyosha mkono. Hebu acha uhuni, nyosha mkono. Mmeokoka wote? Ngoja niwaambie. Ili neno lenu la kusema kwamba Mungu haangalii nini? Haangalii nje, anaangalia ndani. Alafu natuambia wokovu hapo kwenye nini? Kwenye mavazi. Ngoja nikwambie, tukio la kwanza nalo lifanya Roho Mtakatifu akiingia ndani yako ni kukubadilisha. Sawa? Anachokifanya Roho Mtakatifu ndani yako cha kwanza ni kubadilisha. Alafu anamwambiaje Timotheo Paulo? Uwe nini? Kielelezo. Biblia inasema tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, si ndio?
Kwa vile tunavyoonekana, anatakiwa onekane Mungu ndani yetu. Amen. Kijana mwenzangu, vile unavyoonekana anatakiwa Mungu aonekane ndani yako. Sawa? Sasa hebu niambie, tuongee tu halisia. Hivi asili yetu Afrika, asili yetu Tanzania, ni hii asili ambayo imekuja saizi ya masuruali? Hapana, si ndio? Ilitokea wapi? Abroad. Sasa wakina Danieli, sikiliza, wametokea huko, wamekuta utamaduni wa pale, lakini hawakubadilishwa. Hawakubadilishwa. Kuna Mkristo alikuwa ni mzuri sana kabla hajamiliki simu. Alivyomiliki simu, utamaduni ukamharibu. Yaani ukiangalia simu yake na vitu vinavyoendelea, nakwambia acha. Wazee wa miaka hiyo wako wapi hapa? Nyoshe mikono. Wazee wa miaka hiyo. Mlikuwa mnatongozanaje nyie? Mlivyokuwa mnatongozana, kwani kutongoza ni neno baya? Mimi mwenyewe si nilimtongoza mke wangu mtarajiwa. Na wewe mwenyewe si ulitongoza na utatongoza. Pastor Baraka utongozi, wewe butoka. Mlikuwa mnatongozanaje? Saizi pastors, yaani nakwambia ni hatari. Vijana wa Kipentekoste tena ndo hatari zaidi. Nakwambia mwanangu, kana wanawake kwenye simu kwa sababu nakwambia kwamba Mungu ananichagulia. Kwani uongo? Lakini wakina Danieli, wakina Shadraka, mazingira hayakuwabadilisha. Uaminifu haukubadilishi kulingana na mazingira. Uaminifu unakufanya umwelewe Mungu unayemtumikia ni Mungu wa namna gani. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna dada mmoja alikuja pale kanisani, nikasema mimi huyu hapa sitamwambia chochote. Siku ya kwanza akaja amevaa suruali yake, nikamwangalia. Mimi ninachojua hospitali kanisani ni kliniki ya kubadilisha watu. Mimi nikamwambia wewe njoo tu. Siku moja nikaamua kufanya ibada ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa moto. Yaani ukijikuta Roho ametulia, hafanyi chochote, hafanyi badiliko lolote. Yaani wewe unaweza ukajivalia vikuku miguuni ikaenda. Yaani wewe unaweza ukajiweka vipini puani ikaenda. Yaani wewe unaweza ukavaa nguo zozote ukaenda. Yaani wewe unaweza ukatembea mbele za wanaume namna hii ikaenda tu. Yaani you are so serious, yani ukaenda tu, inawezekana. Yaani wewe ukijikuta unavalia suruali hapa ikaenda. Ukijikuta unavalia koshata mayakanda inaenda. Nakwambia Roho Mtakatifu ametulia. Hapo Roho Mtakatifu ametulia. Unajua kuna vitu tusipoambiana ukweli hatutafika. Lazima tuambiane ukweli ili tufike. Mungu wetu ni Mungu mtakatifu. Yeye anapenda wale wamtumikiao wamtumikie katika roho na kweli. Nakwambia yeye ni Mungu mtakatifu. Yeye ni Mungu anayependa usafi wa roho na mwili. Ukikuta unafanya kitu hausikii Roho Mtakatifu anakusemesha, dada yangu, kuna shida. Sawa? Yaani unajikuta mikono yako hii baraka inaenda kumpapasa mwanamke asio mke wako na ushituki una shida. Yaani ukikuta kijana na kupapasa papasha mapaja wala haushituki, unafurahia, una shida wewe, mpumbavu wewe. Tena una shida. Yaani hapo Roho Mtakatifu ametulia. Asubuhi nimesema unaweza ukawa umeanguka kwenye anguko baya. Ukiimba vitu vinatokea. Ukihubiri vitu vinatokea. Lakini ndani umeanguka. Biblia inasema nalo jina lako hai, lakini ndani. Sikiliza, kinachofanya sio wewe. Wewe hauwezi ukatusababisha sisi tukakutana na Mungu Bwana. Mungu anafanya chochote kwa ajili ya kukutana na watu wake Bwana. Naweza nikawa ninahubiri hapa, sikiliza. Ninaweza nikawa ninahubiri hapa kumbe nikazinzi kakutupwa, nikashetani kakutupwa. Lakini nikihubiri neno linakuchoma. Sio mimi. Sio mimi huyo ni Roho anakuhudumia wewe, anahudumu kupitia neno lake. Lakini sio mimi ninayekufanya wewe uguswe na hili neno. Nataka nikwambie ili tuwe salama, ni lazima tukubali kufa kumfanania Kristo. Tumfananie Kristo hadi kufa. Tumfananie Kristo kuanzia ujana wetu, kuanzia mwendo wetu, kuanzia mavazi yetu, kuanzia kusema kwetu, mionekano yetu. Tumfananie Kristo aliye hai. Na sio siasa.
Mnataka tuubadilishe upentekoste uwe dini ya ajabu tu. Mbona kama muda umeisha sasa? Sijataja pointi hata moja, muda umeisha. Sawa, asante Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu anafanya badiliko. Na Roho Mtakatifu ndiye anayetufanya kuwa waaminifu mpaka kufa. Unafikiri wakina Stefano wanapigwa kwa mawe ilikuwa utani? Eti wewe unafikiri watu wanakubali kuifia imani walikuwa utani? Hawakuwa utani. Nakwambia watu wanamuelewa Mungu anayemtumikia, watu wanamuelewa baba yao, watu wameamua kumtumikia baba yao, hata kama matumizi yatakuwa ni makubwa kiasi gani, lakini asikufanye ukatoka katika uso wa Mungu. Ninapendaga kuambia watu mimi, unajua Mungu alipomfukuza Adam katika bustani ya Edeni, ile neema ilikuwepo, ndio maana Bwana akaweka makerubi walinde ule mji. Alafu sikiliza, unajua mwanadamu ni mwanadamu, Mungu kawaweka. Alafu kuna mmoja akaamua kukimbia kabisa kwenda nchi ya Nodi. Unajua alikwenda kule nchi ya Nodi, akaenda mbali na uso wa Mungu. Haleluya. Akaenda mbali na uso wa Mungu, yani mbali. Na huko ndiko likazaliwa taifa la watu wasiomjua Mungu. Haleluya. Haleluya. Ninachotamani kanisa la Mungu, natamani yani hiki kizazi, Pastor Baraka, Mungu ametuita katika hiki kizazi kurejesha kuleta uamsho hapa. Vijana wadogo wadogo, hebu simameni watumishi wa Mungu, vijana hapa. Wale vijana simameni, acheni vinyie ni makamanda bwana. Simameni. Yani tunatakiwa sisi tuje cheki, wengine wamekaa wazee kweli. Bwana ametuita na kuambia Pastor Hansi ili tulete uamsho, tubadilishe hii dunia, turudishe upentekoste kwenye hali ya kawaida. Haleluya. Mkae sasa. Na hili litawezekana tu kama tutatambua asili yetu. Tutatambua asili ya baba yetu. Haleluya. Ogopa sana Pastor Baraka, tumeenda Bukoba kule, tumepiga makelele, tumetoa pepo. Alafu mwisho wa siku anakuja kuambia depart away from me, I don't know you. Ninapiga makelele hapa, ninamwaga na jasho, alafu Mungu anakuambia toka hapa, sikujui. Faida yako uliipata wale waliokuwa wanakupa sadaka, nyie mlionipa sadaka nyie. Sije kama ndio malipo yangu. Wewe Mungu nisaidie. Au zingine zinataka zije. Tuwe waaminifu mpaka kufa. Mama, Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, ili nizungumze kitu cha mwisho. Mama zangu, nimeipitia katika changamoto moja. Dada mmoja alikuwa anasumbuliwa sana na mume wake sana. Na hili liwe ni tahadhari. Unajua Pastor Hansi, hao watu wanafikiria wachungaji tuna shuhuda nzuri tu. Hata shuhuda nzuri nazo tunatakiwa tuziseme ili zitujenge. Pastor Baraka, hata shuhuda mbaya kama umeji kwa siku moja na zile zingine sitakaa nikazisema katika maisha yangu yote. Yule dada alikuwa anasumbuliwa na mume wake sana. Akawa anatumia kuwasiliana na mimi, na wasiliana vizuri. Haleluya. Haleluya. Wamama mliolewa mpo. Tukawa tunaendelea kuwasiliana. Mwisho wa siku akaniambia, mume wangu tangu kitu fulani kimetokea, hatuko sawa sasa. Na nina muda wa miezi kadhaa nina kiu sana. Muda huo akawa ameniomba appointment, nimetoka zangu Zambia, nimefanya biashara zangu, nimerudi nyumbani. Akasema na shida na wewe, nikasema karibu. Akaniambia nina muda fulani sija. Nikasema kwa nini? Akaniambia tuna tatizo, hanijali tena, hana hamu na mimi tena. Sasa kumbuka naye mwambia ni kijana. Alafu tupo ghetto ndani kwangu na kitanda cha bedi sofa tumekalia single. Haleluya. Cha kwanza kinachofanyika,
mwili unaanza kubadilika, mapigo ya mbio yanakwenda moyo kwanza. Haleluya. Si mbuzi kafia kwa muuza bucha. Pale unaanza kupiga hesabu, kwa inakuaje? Ndio hivyo, mimi sielewi na nina kiu kweli. Kwa hiyo mimi nipo tayari kwa lolote. Sio story ninachowaambia, ni halisi. Mimi mwanaume bwana, nionekane kwamba mzembe, nikasogea nimfariji mama wa watu, anasumbuliwa na mme wake yuko busy na kazi. Jamani, hebu watumishi wa Mungu, hebu naomba, japo bado sijaingia, najua nitaingia, hebu naomba jitahidini kukaa na wake zenu vizuri. Makoruzano yapo, mkikoruzane kaeni ile intimacy. Pastor Hans, na unajua utaliongea siku nyingine, walinde intimacy. Bwana asifiwe sana. Pale bwana, cha kwanza nilivyosogea, mapigo ya mbio yalienda moyo, alafu system zote za network, minara ya Azam yote ikaitika. Alafu muda huo nikawa tayari kwa ajili ya mashambulizi ya kitu chochote kinachotokea kwa wakati huo. Na tupo wawili. Alafu Mungu alinibariki, ndo wakati huo namiliki studio. Kwa nimeweka mziki pale, kabidi nikauongeza. Yaani sielewi kinachoniendesha hapo. Nikaongeza mziki pale. Mziki unapiga, alafu wa dini. Bwana asifiwe sana. Bluetooth connected. Shoo. Pale bwana, kikatokea kitu. Nikashangaa, kuna akili kanijia. Nimekaa hivi, kuna akili kanijia, afu kuna nguvu ikashuka, ikanichukia, ikanirushia kule, nikajikuta nipo huku. Afu nikawa namuuliza, wewe umekuja saa ngapi hapa? Umekuja kufanya nini hapa? Hebu ondoka bwana. Haamini, anaanza kulia. Anasema, sasa unaniachaje hivi, mimi naondokaje? Mbona umeniacha vibaya hivi sasa? Anatia huruma. Kuna roho nyingine ya huruma inanijia. Nikasema wewe nikimwacha endelee kuongea huyu hapana, vitu vingine vinatoka. Nikasema mama, nakuomba nenda. Nikampigia simu rafiki yangu mmoja, angekuepo hapa, nilitamani aje leo. Yuko hapo Mwenge hapo. Ningetamani aje leo, anaitwa Ernest. Nikampigia simu, Ernest uko wapi? Akasema niko hapa Kilimani. Nikasema hebu njoo, kimbia haraka sana, njoo geto hapa. Yule jamaa akaja. Nikasema sasa mgeni, mimi nimepata mgeni mwingine, nakuomba ondoka. Alivyoondoka nikamwambia, jamaa unajua kile ambacho kingetokea? Mchungaji, wewe umemaliza kila kitu wewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mazingira yaliniruhusu. Unatoka salama? Wewe unatoka salama? Haleluya. Anakupigia simu, ninaumwa, njoo geto. Hata kwani hajulikani. Unaenda, anaumwa, anaenda kumwangalia. Nifulie basi, ninaumwa mwenzio, namfulia. Ngwala moja tu chali. Alafu baadaye kwa mchungaji kuja kulia. Na hivi vitu vinakuaga, neno likishuka vinalio vile vimeshukiwa na roho. Ninachomshukuru Mungu ni ushuhuda ambao umekaa ndani ya moyo wangu siku zote. Na nimeuandikia kitabu. Moja ya vitabu ambavyo nimeviandika, hili swala nimeliandika kwenye kitabu kimoja. Bwana asifiwe sana. Kuna neno linanijia katika kitabu cha Zekaria. Si kwa uwezo, si kwa nguvu, bali ni kwa Mungu. Haleluya. Mruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako. Ruhusu intervention ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Ninachotamani uelewe, hauko peke yako. Yupo mtu wa nne katikati yako katika kila unalolipitia. Mama, katika hiyo ndoa yako inawezekana mume wako hajaokoka bado. Changamoto unazozipitia ni nyingi, hauko peke yako. Yupo mtu wa nne katikati yako. Inawezekana umeolewa kwenye umri mdogo, changamoto ni nyingi unazipitia, zinakuzidi, hauko peke yako. Mungu yuko na wewe. Inawezekana wakati wako wa kuolewa umefika, mambo ni magumu, unatamani wanaume waje lakini hawaji. Nakwambia, subiri, kuwa mwaminifu hata kufa.
hata kufa. Hata kama wanatokea hao umri umeenda sawa, anakwambia njoo, anakwambia usiponipa tunaachana. Mwambie nikupe nisikupe, ninachojua Bwana atanipa. Umri wako usiwe sababu ya kukukosanisha na Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Tuwe waaminifu mpaka kufa, tumfananie Yesu aliyetuita. Anasema tutabadilishwa kuwa watu wengine, tutabadilishwa kuwa watu wengine, tutabadilishwa kuwa watu wengine. Tumfananie Kristo, yeye atatutokea, yeye atatuonekania katika magumu, katika shida na matatizo, katika wakati tulionao au wakati ambao hatuna chochote. Bwana atatuonekania, hata kuacha hata siku moja. Naomba usimame mahali ulipo sasa. Haleluya, haleluya. Katika congregation hii ninawaona vijana waleta mapinduzi katika ulimwengu wa Injili. Katika congregation hii ninaona wadada wengi waleta mapinduzi katika ulimwengu wa Injili. Wadada ambao ni waombaji, ni waombezi, watakaoomba kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa. Ninaona vijana wengi ambao wamejikana kwa ajili ya Yesu. Ninaona hapa, ninaona wamama ambao wamekubali kumfanania Kristo. Leo natamani tuombe. Inawezekana kuna jambo dogo limekufanya ukawa mbali na uso wa Mungu, na hilo likakufanya ukakimbilia nchi ya Nodi. Natamani leo tumuombe Bwana pamoja. Ninachomwamini Mungu, hapa tulipofika ndipo alipotaka tupafikie. Mungu ana namna yake na sisi wanadamu tuna namna zetu. Inawezekana kuna namna ulimkosea Mungu. Rehema za Mungu bado ni nyingi katika maisha yetu. Rehema za Mungu ni nyingi sana. Tafakari, uangalie moyo wako. Mungu yuko hapa akusaidie wewe. Inawezekana mazingira yalikubadilisha, lakini Mungu habadilishwi na mazingira. Tumwite Bwana, yuko hapa. Nataka ujiombee kwa maneno ya kinywa chako. Hebu naomba praise to you. Naomba mtuimbie wimbo mmoja, mtuabudishe. Oh, shakata. Yes. Tamani
Roho Mtakatifu niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Sing one more time. Sing one more time. Sing one more time. Roho Mtakatifu, Endelea kumwambia Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. mwambie tena nijaze. Roho yuko hapa. Yuko hapa Roho akurejeshe tena. Niweke karibu nawe. Yesu yuko hapa. Nirejeshe Yes. furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Roho Mtakatifu yuko hapa asubuhi ya leo. Naomba kuwa na shauku tena ya kumfanya Roho. Mwambie Roho, nataka kuanza upya. Yesu. Natamani tuendelee kumwimbia Bwana. Nasikia kuimba zaidi. Naomba pandisha tena, imbe tena. Furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Bwana, nirejeshe furaha ya wokovu. Wakati unaomba kuna nguvu inashuka. Hebu imba katika roho na kweli. Abudu katika roho na kweli. Hapo kuna ufunguzi unatokea. Kuna roho anashuka kwa ajili ya kukuhudumia sahihi. Kuna roho anashuka kukuhudumia sahihi. Nguvu inatembea kukuhudumia sahihi. Wakati unamwambia Bwana kujaze, kuna roho inashuka. Naomba mwazimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwazimishe Bwana, mlilie Bwana. Mwambie Bwana, tengeneza pale nilipokosea. Hauhitaji mtu kukutabiria. Hauhitaji mtu kukutabiria. Ezekieli anapewa uwezo wa kutabiri mwenyewe. Nataka nawe mtabirie, ujitabirie mwenyewe. Osakayata remose tekele mesekete tizama kataya kete. Pokea neema nyingine sasa. Rama sakayanda romo sikayanda masakata rama maseketele meseke rapa katarama kataya. Bwana nakuomba, Roho Mtakatifu tembea. Roho Mtakatifu tembea. Endelea kuhudumia watoto wako Bwana. Endelea kulihudumia kanisa lako. Akili zetu wasiwezi, si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu arejeshaye furaha ya wokovu ndani yetu, katika jina la Yesu. Semende sekete priza makatayata rama seketelema prizekeleme sekete rama shikata. Natamani watu waombe
Watu waombe. Biblia inasema namu itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho ya neema na kuomba. Watu wataomboleza kama jinsi ambavyo mama anaomboleza juu ya mtoto wake. Shekina, asubuhi ya leo natamani tumwombolezee Bwana, tumwambie Bwana tumekubali kuwa waaminifu. Rebe seketere rama shakata rimo sakata reketemeteke rapa katoria reketeria. Bwana tutazame, Bwana litazame kanisa lako, Bwana watazame watoto wako. Rama mandata reketetete. Natamani tuwe na muda wa kutosha kusema na Bwana, tuwe na muda wa kutosha kusema na Bwana, tuwe na muda wa kutosha kusema na Bwana. Holy Spirit is here, Holy Spirit is here. Bwana yuko hapa kukutoa kwenye hilo hali, kukutoa kwenye huo uchungu. Kuna mama na uchungu, hebu mwambie Bwana nitoe. Unapoendelea kukaa na huo uchungu, nakwambia hautamuona Bwana, hautaona matendo makuu ya Mungu. Lazima uachilie kila kilicho ndani yako, ni lazima uachilie kila gumu ulilolipitia. Wote waliokukosea wakakuumiza, mwambie Bwana naachilia, nataka unirejeshe sasa, unirejeze sasa. Rama sakata, rama sakata, rekoterema, rama mandere, rekoteremereke, rapa papayete, rikotoromo saka, rama nderemete, rapa pakata, reseketeremekete, rebo sakata, rama tekete. Katika jina la Yesu, rikotoromo sakata, rama matoreke, riseketeremekete. Katika jina la Yesu liha, riketeremekete, rama masakata, rikotoromo sikata, rebo saka, rebo saka. Endelea kuomba. Kekekekeke, rimondekete, rama masekete. Kuna namna Bwana bado anahitaji kutuhudumia. Kuna jinsi ambayo Bwana anahitaji kutuhudumia. Kuna namna ambayo bado anahitaji kutuhudumia. Hebu yatoe machozi yako, yatoe machozi yako, yatoe machozi yako asubuhi ya leo. Mwambie Bwana nahitaji neema yako. Mwambie Bwana nahitaji neema yako. Oh, yeah. Kile umesema nasi Bwana, kile umesema nasi asubuhi ya leo. Haki mioyoni mwetu Bwana, siku zote, siku zote, siku zote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wangapi wamefurahia Bwana kupitia mtumishi wake Pastor Emmanuel? Wangapi wanasema kwamba harejee tena siku nyingine? Hallelujah. Mikono yote inakudai Pastor. Basi hilo ndio neno la Bwana ambalo Bwana aliambia kanisa hili la Shekina Kunduchi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye sikio na asikie. Haleluya. Tumejifunza vitu vingi sana. Basi kwa kuwa tukua na muda matoleo, naomba uandae sadaka yako, pamoja na wewe mwenye fungu la 10 uandae sadaka yako. Tutakwenda kumtolea Bwana
sadaka pamoja na fungu la 10. Basi shika sadaka yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Jehova, ninakushukuru Jehova kwa ajili ya matoleo haya. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya wale ambao wamekutolea sehemu yao ya fungu la 10 la kazi zao na biashara zao. Ninakushukuru hata kwa ajili ya wale ambao wanakutolea dhabihu za kushukuru Bwana kwa ajili ya uaminifu ambao umeonyesha kwenye maisha yao. Si kwamba tunakulipa Bwana, hapana. Dhabihu hii Bwana ni kuonyesha kwamba tunatukuza uaminifu wako unaotamalaki na kutembea nasi hata sasa. Bwana, tunakusihi ukapokee dhabihu leo, mfalme wa amani, ikaambatane na kubadilishwa mioyo kupitia neno ambalo umeliachilia leo kupitia mtumishi wako Emmanuel. Baba, ninasema asante mfalme wa amani, ukazipokee na kustakabali dhabihu hizi katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti, mfalme wa amani. Na wale mfalme wa amani wanakutolea fungu la 10 Jehova, ukazibariki kazi za mikono yao, ukazidishe biashara zao, ukazidishe mahali ambapo mfalme wa amani makapu yao ya kukandia unga, wakabarikiwa mjini, wakabarikiwa na mashambani, wakabarikiwa ingiapo na watokapo Bwana, ni katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti wote tuseme amen. Basi wote tutatoka pamoja tu fungu la 10. Najua kuna taratibu wameshika bahasha zao, tutatoa pamoja na sadaka ya kawaida tutatoa pamoja ili kwenda sawa na muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise team, naomba wimbo wa sadaka. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda ni nani? Kama wewe, upande ule tutatolea pale.